taarifa ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa daraja la Mapinduzi kwa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa ndugu Ismail Ali Ussi tarehe 11 mwezi wa 10 2025. Utangulizi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, kijiji cha Ngeke ni miongoni mwa vijiji vitatu vya kata ya Mababu. Kijiji hiki kimekuwa na changamoto ya barabara hususan kipindi cha masika kutokana na kukosa daraja imara katika barabara Ngeke Mapinduzi na kusababisha wananchi na wanafunzi kushindwa kupata huduma za kiuchumi na kijamii. Historia ya mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, ujenzi wa daraja la Mapinduzi lililopo kata ya Mababu, halmashauri ya wilaya ya Kyela, uliibuliwa na wananchi kutokana na adha kubwa walizokuwa wanazipata katika barabara hii pindi waendapo kupata huduma za kiuchumi na kijamii. Mradi huu umetekelezwa na mkandarasi mzawa aitwaye Mrere Construction Company Limited wa sanduku la barua 2194 Mbeya kwa mkataba namba S10/2023/2024/66 chini ya usimamizi wa ofisi ya meneja wa TARURA wilaya ya Kyela. Aidha, muda wa utekelezaji wa mradi ulikuwa miezi 8. Mradi umeanza kutekelezwa mnamo tarehe 11 mwezi wa 9 2023 na kukamilika tarehe 11 mwezi wa 5 2024. Gharama za mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, ujenzi wa daraja ulipangwa kutekelezwa kwa bajeti ya shilingi milioni 80,636 na shilingi 600 kutoka kwenye fedha ya tozo ya mafuta yaani fuel levy kwa bajeti ya mwaka wa fedha 23/24. Pia fedha zilizopokelewa na kutumika kwenye ujenzi wa daraja hili ni milioni 80 na shilingi 49 na shilingi 65 sawa na asilimia 99.27. Hivyo utekelezaji wa mradi huu umefikia asilimia 100 na hivi sasa daraja la Mapinduzi linatumika. Faida za mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, mradi huu umepunguza kero na adha kubwa kwa wananchi wa kata ya Mababu na maeneo ya jirani, hasa kipindi cha masika ambapo iliwawia vigumu kuvuka mto huu kwenda kupata huduma za kiuchumi na kijamii. Daraja hili limehudumia zaidi ya wananchi 12,933. Hali kadhalika, kipindi cha utekelezaji wa mradi huu, makundi mbalimbali kama vile vijana, wanawake wamenufaika kwa kupata ajira za muda mfupi. Hitimisho. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, tunashukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake za uboreshaji wa miundombinu ya barabara kwa kutupatia fedha nyingi kwa ajili ya matengenezo ya barabara kwenye wilaya ya Kyela. Pia tunawashukuru wakimbiza Mwenge wa Uhuru kitaifa kwa kuendelea kuhimiza wananchi kushiriki katika uchaguzi mkuu chini ya kauli mbiu isemayo tujitokeze kushiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, kwa heshima na taadhima tunakuomba ukague na uzindue daraja hili. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru, nikukaribishe katika kata hii ya Mababu ambako hapa tumeshatembelea na tutaomba kwa ridhaa yako utununulie daraja letu baada ya kufanya ukaguzi. Awali ya yote, nami niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameendelea kutujalia wingi wa rehema na kuweza kuianza ziara yetu hii tukiwa katika hali uzima na afya. Lakini pili, niendelee kuwashukuru sana ndugu zangu wananchi wa eneo hili kwa kuendelea kuunga mkono jitihada mbalimbali za serikali kama ambavyo rais wetu Daktari Samia anavyoendelea kutekeleza majukumu ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu wana Mababu, Mwenge wa Uhuru umekuja katika utekelezaji wa uboreshaji wa miundombinu ya madaraja. Leo hii serikali ya awamu ya 6 chini ya mama yetu shupavu, mama yetu hodari na mzalendo, kwa kweli anaendelea kutimiza wajibu wake juu ya kuwatumikia wananchi kama ambavyo amewaahidi. Wengi wenu ni mashuhuda katika eneo hili kwamba rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mara ya kwanza anaapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Moja kati ya mambo yalikuwa ni kipaumbele ni swala zima la kwenda kuboresha upya miundombinu ya utekelezaji wa barabara pamoja na madaraja ndani ya vijiji pamoja na miji yetu iliyopo ndani ya wilaya yetu. Leo hii wenzetu ambao wamepewa jukumu hilo kwa maana ya TARURA kwa kweli wanatimiza wajibu wao, tena kwa uzalendo. Naomba tuwapigieni makofi mengi sana. Mimi maombi yangu kwa wananchi ni mambo mawili. Leo Mwenge wa Uhuru umeshakuja kuweka matumaini mahali ambapo palikuwa hapana matumaini.
Mwenge wa Uhuru umeshakuja kuweka upendo mahali ambapo wengine walikuwa wanachukia. Leo Mwenge wa Uhuru umeshakuja kuweka heshima mahali ambapo baadhi ya wengine walikuwa wanadharau kwamba serikali kwamba labda haitoweza kutekeleza hilo. Lakini leo hii kwa mapenzi ya Daktari Samia na serikali anayoisimamia, kwa kweli tumejenga daraja na ni daraja lenye ubora na viwango vya hali ya juu. Naomba jipigieni makofi mengi sana. Mimi maombi yangu ni kama yafuatayo, ndugu zangu wananchi. Kwanza, hakikisheni mnaunga mkono jitihada za serikali. Serikali hii ya Daktari Samia ni sikivu. Hakuna ambalo wananchi walihitaji ambalo hawajaweza kukamilishiwa katika maeneo yao. Kama kuna jambo bado halijakamilishwa, basi naamini sasa hivi linaendelea na utaratibu na wapo watu wanaendelea kulikamilisha jambo hilo. Lakini jambo la pili ambalo nahitaji kuwaomba, ni waombe sana tuhakikishe tunayatunza madaraja yetu, tunayathamini na kuyahifadhi kweli kweli. Wapo baadhi ya wachache wanakuwa hawaperidhishi na maendeleo ya aina kama hii. Wapo tayari kwenda kuyavunja madaraja haya, wapo tayari kutoa miundombinu ambayo ilitumika kutengenezewa. Kwa kweli tukawe wote kitu kimoja na tuwe na mashirikiano na maendeleo ambayo yanakuja. Maendeleo haya yanakuja kwa sababu yetu sisi wananchi. Ingelikuwa wananchi wa Mababu hawahitaji daraja hapa, kwa kweli serikali isingeweza kufanya hivyo. Imefanya kwa sababu ya shida iliyokuwa mkiipata katika eneo hili. Wengi mlikuwa mnashindwa kupita wakati wa mvua na njia inakuwa ni shida kweli kweli. Hata unapotaka kumpeleka mgonjwa kwenda kuchukua bidhaa za kibiashara ama za kutumia nyumbani, kwa kweli inakuwa ni ngumu kupita katika eneo hili. Lakini leo tunazungumza manufaa. Leo tumekuwa na upendo na ndio maana tumejitokeza wingi. Ni kwa sababu ya imani ambayo rais wetu Mama Samia ametokea. Ni jukumu la kila mwananchi kuhakikisha miradi ya serikali inaendelea kusimamiwa na kuthaminiwa na kutunzwa kama ambavyo serikali imetaraji. Mimi ombi langu pia kwa wenzetu wa TARURA, na kwenye hili naamini litakuwa liko ndani ya uwezo wao, kwamba eneo hili la daraja tayari limeshakamilika vizuri mno. Sasa wananchi hawa, kuna wengine watakuwa wanapita muda wa usiku, lakini pia tujitahadhari na wale ambao wachache watakuwa hawapendezeshi na miradi ya kaina kama hii. Ningeliwaomba wenzangu wa TARURA wahakikishe kwamba eneo hili tunafunga hata taa moja kwenye nguzo moja mbili, ili maana yake mwananchi akipita hata usiku ajue kwamba hapa kuna daraja. Lakini hata wale wahalifu, kwa kweli itakuwa ni ngumu kuja kuharibu katika eneo hili, kwa sababu mchana watakuwa wanaonekana na usiku watakuwa wanaonekana. Naomba tujipigie makofi sana. Maendeleo oye!